Mkongwe. Jina langu ni Mohamed Zahran na ndio kwa sasa mkurugenzi mkuu, na nachukua fursa hii kusoma kidogo maandishi tuliyoandaa kwa ajili ya makabidhiano haya. Eneo ambalo tunazungumzia, bustani ya Forodhani, ni eneo la wazi la umma ambalo lipo katika mji mkongwe wa Zanzibar na hutumika kwa shughuli za mapumziko, burudani, utalii na biashara ndogo ndogo. Shughuli zote zinafanyika ndani ya bustani ya Forodhani zinapaswa kufanyika au kuendeshwa kwa kuzingatia sheria ya hifadhi na uendelezaji mji mkongwe ya mwaka sheria namba 4 ya mwaka 2010, kanuni za jumla za uhifadhi na uendelezaji mji mkongwe za mwaka 2023, mpango wa usimamizi wa mji mkongwe yani Stone Town Management Plan, mwongozo wa UNESCO wa kusimamia urithi wa kidunia na mipango ya matumizi ya ardhi na sera nyingine za kitaifa na serikali zinazohusu uhifadhi na mazingira ya urithi wa kihistoria. Kwa hiyo maeneo hasa na huduma zinazokabidhiwa kwa ofisi za jiji la Zanzibar yanahusisha maeneo, shughuli na huduma zilizokuwa chini ya usimamizi wa mamlaka ya hifadhi na ya uendelezaji wa mji mkongwe kama ifuatavyo: bustani ya Forodhani, maeneo ya maegesho, shughuli za biashara, huduma za usafi wa mazingira, huduma za wapiga makachu, huduma za ulinzi na usalama, huduma za maji, huduma za umeme na huduma za vyoo vya umma. Kwa upande wa eneo lenyewe hasa la bustani, linajumuisha maeneo yote ya wazi yaliyopo hapo Forodhani, yani sehemu za kupumzikia, njia za waenda kwa miguu, pamoja na maeneo yote ya utunzaji mazingira na miundombinu yaliyoko ndani ya bustani kama tutakapokwenda kukagua. Na maeneo ya maegesho ya vyombo vya moto ni yale yote yaliyopo katika eneo la Ngome Kongwe pale mbele, baada ya kutoka tobo la jumba la watoto, yakifuatilia kuja huku mpaka eneo la mbele ya jengo la mamlaka ya hifadhi na msikiti wa Forodhani na kuishia ukuta wa Palace Museum. Hili eneo ambalo limetiwa tiles pale huwa hazipati pale, lakini wanaingiza magari saa nyingine kwa ajili ya kufanya usafi. Kwa upande wa shughuli za biashara, tutasimamia wafanyabiashara wanaofanya biashara wote. Orodha yao itapatikana katika makabidhiano, tunayo katika makabidhiano, ikijumuisha wafanyabiashara wa uwanjani pamoja na wale wafanyabiashara wa vibanda vilivyopo pale katika eneo hilo, yani vile kioski tunavyosema vikubwa vitatu tunavyovielewa. Sasa hiyo ilikuwa ni kuhusu eneo la bustani, maegesho na shughuli zenyewe za biashara. Kwa upande wa huduma za usafi wa mazingira, hizi zinatolewa
na kampuni ya Sky Cleaning ambayo imepewa jukumu hilo kimkataba na Mamlaka ya Hifadhi na Uendelezaji Mji Mkongwe, na mamlaka kwa sasa ndio inayogharamia malipo ya mtoa huduma huyo kwa kuzingatia masharti yaliyopo. Huduma za wapiga makachu zinaendeshwa na vijana. Hawa vijana wamepewa ruhusa rasmi baada ya kuonekana kwamba kazi yao inasaidia kutangaza nchi kitaifa na kimataifa kiutalii, na pia kupendezesha wageni wetu, kufurahisha inapowezekana. Kwa hiyo wameruhusiwa kufanya shughuli ile, lakini katika mipaka ambayo pia tunahitaji kuwadhibiti. Vijana wetu wanakuwa na changamoto sana, lakini wanatakiwa kuzingatia taratibu na masharti yaliyowekwa. Kwa upande wa huduma za ulinzi na usalama, huduma hizi zinafanywa na kampuni inayoitwa Island Marsh ambayo nayo pia imeajiriwa kimkataba na inasimamia bustani yenyewe, usalama wake, mali zilizomo ndani, pamoja na kuhakikisha kuna utulivu wa watumiaji kwa muda wote huo. Huduma za maji, Mamlaka ya Hifadhi na Uendelezaji Mji Mkongwe ndio inasimamia miundombinu ya maji yote iliyoko pale kwenye bustani na kugharamia matumizi hayo, yani kwa kulipia bili pamoja na matengenezo ya miundombinu pale inapohitajika. Kwa upande wa umeme, mamlaka vile vile inagharamia huduma za umeme kwa kupitia kulipia bili na kurekebisha miundombinu pale inapohitajika, kama kubadilisha balbu na switches zinapokuwa zimeleta changamoto. Na mwishoni kuna huduma za vyoo vya umma zilizoko mwisho kule. Hizi zinaendeshwa kwa aina ya mkataba wa mashirikiano baina na kampuni ile ambayo inafanya usafi ya Sky Cleaning, wana tawi la hiyo kampuni ambalo linashughulikia kusimamia vyoo, ambapo kwa sasa kuna mkataba wa makubaliano ya kugawana mapato, ambapo mamlaka inapata 60% na kampuni inachukua 40%. Wao wana wajibu wa kuhakikisha choo ni safi na kinaendelea kufanya kazi. Masuala ya fedha na mapato, bustani na vyanzo vya mapato kama ifuatavyo: wafanyabiashara wa vyakula vya baharini, yani tunavyoviita seafood, ukodishaji wa vibanda vya biashara, ukodishaji wa eneo la michezo, yani kule kwa upande wa pembea zile, wafanyabiashara wa ice cream na kwa magari au makontena, na ruhusa ya matangazo mbalimbali yanapohitajika kuwekwa kwa muda fulani pale. Kwa hiyo hizi ndio vyanzo vikuu ambavyo vinachukuliwa pale Forodhani. Kwa upande wa hawa wafanyabiashara, ni wote wale ambao wanaweka meza pale katikati ya bustani, wanauza vitu kama samaki, bila shaka pizza, ina hili la Kifaransa inaitwa crepes au shawarma, na vyakula vingine vinavyotolewa hapo Forodhani. Kwa ukodishaji wa vibanda, ni hivi vibanda vitatu kilichoko mwanzo kule, cha katikati na cha mwisho. Kwa wale wanaojua historia, vilikuwa ndio hivyo kutoka zamani. Na ukodishaji wa eneo la michezo ya watoto ni lile ambalo liko upande wa jumba la watoto pale pembeni. Hili ndio eneo la michezo tunalozungumzia. Na kwa upande wa ice cream, hizi bila shaka ni zile ambazo zinawekwa na kuondolewa kwa muda au zinakaa lakini zina uwezo wa kuondoka. Na matangazo au matukio mbalimbali, inapokuwa kuna sherehe au tukio ambalo watu wanataka kufanya eneo la Forodhani, wanahitaji kupata ruhusa na kupewa kibali, na hicho pia huwa ni chanzo cha mapato. Kwa sasa mamlaka imejitahidi kukusanya mapato yote mpaka jana, lakini
kuna madeni kidogo hadi Julai 2026 kuna deni la kiasi milioni 23,037 ambalo litakuwa ni sehemu labda ya makabidhiano haya. Kuna mambo bila shaka tutakubaliana baada ya kukabidhiana. Kwa hiyo pamoja na makabidhiano ya bustani tunapendekeza kukabidhi pia na mikataba au watoa huduma ambao tumewataja hapa kama ifuatavyo: mkataba wa usafi na usimamizi wa vyoo vya umma kati ya mamlaka na kampuni ya Sky Cleaning, lakini pia mkataba wa ulinzi kati ya mamlaka na kampuni ya Island Marsh, na pia kuna mkataba ambao umehusisha pande tatu kwa namna moja, ya kampuni ya Safisha na benki ya NMB, kwa sababu benki ya NMB ilikuwa na mkataba ambao ume expire mwezi wa 7 wa kutusaidia kusimamia ile bustani, na iliajiri hii kampuni ya Safisha kwa ajili ya kuipendezesha ile bustani, kwa maana kuimwagilia, kuisafisha na kuihuisha pale ambapo vitu vyake vimepotea au labda. Sasa hii ndio picha kamili ya bustani ya Forodhani, uendeshaji wake na rasilimali zilizopo, na ndio kitu ambacho tumejipanga kama mamlaka ya mji Mkongwe kukabidhi kwa ofisi ya jiji. Baada ya kusema hayo, naomba kuchukua fursa hii sasa kusema sisi tuko tayari kwa ajili ya kukabidhiana bustani hii. Asante sana.